Wako kwanza tuanze tu. Tunafahamu kwamba ubuheri wa afya, manake tumeonana. Kitendo tu cha kuonana manake Mwenyezi Mungu ametujalia. Tumeiona siku nyingine. Mzee Masato, sisi nataka utuambie kile ambacho kimetokea jana. Wewe ulikipokeaje? Lakini kabla sijaenda wewe ulikipokeaje, tuanze kwanza. Jamani makofi kidogo jamani. Ulitarajia timu yako itaingiaje uwanjani? Mzee Masato, tuanze kwamba ulitarajia timu yako itaingiaje kwenye dabi baada ya kuona uthibitisho wa kwamba timu itakuwepo? Swali lako sijalielewa. Swali langu ngoja nirejee. Jana ulikuwa ni mchezo wa dabi na mkao mmepoteza kwa magoli mawili dhidi ya Mtani, lakini kulikuwa na ile taarifa ambayo kwenye peji ilikuwepo ikaleta sintofahamu, lakini tukaona majira ya saa 6 ikatolewa kwamba timu itakwenda. Baada ya kuona ile taarifa kwamba timu yako Simba itakwenda uwanjani kucheza dabi, matarajio kwako yalikuwaje kabla hatujaja kwenye matokeo yaliyopatikana baada ya mchezo? Dabi ni dabi na dabi ndo mpira ambao unabeba taswira ya Tanzania. Lakini kikubwa mimi nishukuru wachezaji wa klabu ya Simba, niwashukuru benchi la ufundi. Wamejitahidi kwa namna, kwanza imekuwa kama surprise kwa Tanzania, kwa mashabiki wa Simba, kwa timu yetu. Kwa sababu ukiangalia maingizo yalikuwa mengi ni mapya. Benchi la ufundi jipya. Yaani nikitaka kuangalia mimi siwezi kuwalaumu sana kwamba ni moja matokeo wamekwenda kuyapata kulingana na uzoefu wao waliokuwa nao katika mechi ya jana, lakini mimi sina cha kuwadai wachezaji na benchi la ufundi. Sina cha kuwadai. Kuna cha kuwadai manake kuna mtu mwingine anaweza kaja kuelewa. Kuna cha kuwadai kwa nini? Kwa sababu kwamba wao wenyewe kwanza wachezaji ndio wametuofa kutupeleka mpaka hapo, watu tupeleka. Kwamba wamekwenda kupigana. Sisi tulikuwa tunajua labda tutaanza kutafuta ubingwa labda mwakani. Lakini wamejaribu kututengenezea wao wenyewe, sisi tuamini kwamba tunaweza kupata ubingwa mwaka huu. Mimi sio cha kuwadai wachezaji. Marekebisho hapo yatakuwa yafanyike ndani ya klabu ya Simba. Ni makubwa kiasi fulani ya kuweza kufanya tuweze kuingia kwenye ushindani na timu zingine ambazo tutakuwa nazo kwenye klabu bingwa na kwenye ligi pia mwezi wa 8 tutakapoanza. Nataka tukusikie wewe. Mashabiki baada ya mchezo kumalizika jana, wapo waliolia, wapo waliogaragara chini, sisi tuliwashuhudia. Wapo ambao walitaka mwenyekiti Mangungu aondoke mara moja, lakini wapo ambao walihoji zile ahadi za mwenyekiti za kwamba atakuwa anaifunga Yanga pindi atakapopita. Lakini wapo ambao walihoji kwa nini uongozi ni kama umewatelekeza mashabiki kwa kuacha njia panda. Maoni yako wewe ni yapi kwenye matamko yote kwa sababu wao ni mashabiki? Ni bahati mbaya tuliyopata katika klabu ya Simba. Upande wa utawala hatuwezi kusema jambo kubwa, kila mtu anaona, lakini upande wa utawala kwa kweli kuna mapungufu mengi, kwa sababu muunganiko wa pamoja kama viongozi wa klabu ya Simba na kuweza kutufikishia sisi ujumbe wa pamoja, mawasiliano hayapo. Hilo tuweze kuliacha kwa sababu yameshatokea. Hatuwezi tena kukutana na mechi hii tena leo au kesho. Msimu 2024-25 ligi imetamatika jana 2025. Tunakuja kuanza 2025 na 26. Hiyo ndio tuitazame baya. Lakini ukweli mpira unaumiza. Mpira unaumiza kwa sababu tunaona kuna maeneo ambayo yanakuwa hayatendewi haki na uongozi wa klabu ya Simba ambao sisi ndio tumewaamini. Lakini yote ni yote, tumeshapoteza mechi, wenzetu wameshakuwa mabingwa. Tujipange upya. Sawa, unaongea maneno machache lakini ni makubwa na yenye maana. Kwa hiyo maana yako ni kwamba wewe ni mteja wa Yanga na Yanga ni bora zaidi kuliko timu yako ya Simba. Hilo hatuwezi kulikataa kwa sasa hivi. Yanga amekuwa bora nje ya uwanja na ndani ya uwanja wamekuwa bora Yanga. Hilo hatuwezi kulikataa kwa sababu tayari uongozi wamelitengeneza hilo. Kwamba uongozi wa Yanga unapata usaidizi ndani ya uongozi wa klabu ya Simba kuifunga Simba. Sio, unanielewa? Ngoja kidogo, maana kabla hatujapavuka hapo tunatofautiana kwenye kuelewa. Rudia sentence yako mzee. Nasema hivi bwana, kwa tupate msaada kidogo. Tunasema hivi, naam, Yanga na haki ya kutuita sisi wateja kwa sababu wanapata usaidizi wa kuifunga Simba ndani ya uongozi wa klabu ya Simba. Kwa hiyo Yanga wanaweza kufanya chochote sasa hivi, wala tuweze kushindana nao wala kubishana nao. Hilo liko wazi. Mzee Masato, umri wako ni mkubwa sana kuliko mimi. Mimi bado sijakuelewa, yani una maana gani? Watu watakuwa wameshanielewa, watu wa mpira, kwa sababu Simba tunaijua ni miaka mingi, tunaona muundo wako uongozi na watu wanaokuja katika kuiongoza klabu ya Simba, sisi tunajua. Unanielewa? Hilo nikilizungumza kwa watu wa Simba watajua kwamba nini nicholenga, kwa nini nazungumza namna hiyo. Haijawahi kutokea miaka tangu 1930 na 6
matokeo ya namna hii ya mfululizo, sisi tukao wateja kwa Yanga kwa mara moja miaka 5 na unafungwa na klabu yetu. Mechi 5 unafungwa, kila ukiingia unafungwa, kila ukiingia unafungwa. Itafikia hatua Yanga utaogopa. Kama ukiambia kuna mechi unakwenda kucheza Simba na Yanga, inabidi wewe watu tusikate tiketi wala tusiende. Lakini kuna sababu haya yanatengenezwa na watu ambao wako ndani ya klabu ya Simba. Kwa upande wako sasa, hii Simba kupoteza mara 5 kwa Yanga mfululizo, au tuseme Yanga anamfunga Simba mara 5 mfululizo, ni kutokana na ubora wa vikosi au inachangiwa pia na mambo ambayo yako nje ya uwanja? Mimi nafikiri anachangia nje ya uwanja. Viongozi wetu nje ya uwanja hawana uwezo wa kuweza kupambana na Yanga. Hawana uwezo huo, hawana uwezo wa kupambana na Yanga, hawana. Kwa sababu sisi tunajua kwamba kuna watu ambao wanaweza kudiri na hili jambo likaisha. Kile ni mahusiano. Yale mahusiano ya ndani ya klabu ya Simba kuja kwa mashabiki, hilo limekosekana. Bana, sawa mzee Masatu, sisi tumeheshimu sana kuja kukaa kwako hapa, lakini usiondoke bila kutuachia kile ambacho kinazungumzwa sana kwenye mitandao kwa sasa. Kiwango cha Pinpin Musa Kamara, golikipa wenu ambaye inatajwa msimu huu makosa yake binafsi yamechangia yeye, makosa yake binafsi yamesababisha magoli zaidi ya 11 kwenye lango lake. Yaani kwamba magoli 11 Simba imeruhusu, yeye akiwa chanzo, na inatajwa kwamba huenda tusimuone tena msimu wa ligi 2024-25. Kama mzee Masatu, shabiki wa Simba, na wewe kwa moyo moja ni kwamba unaona basi Kamara na aende? Unajua mtazamo wa mpira mawazo haya fanana. Kwa sababu gani? Hili sasa linaanza kutengenezwa tu wa Yanga kutaka kuiharibu timu ya Simba. Na hili Yanga litafanikiwa kisha alianza namna hii. Timu inachezwa ni teamwork, ni timu nzima wachezaji 11 na wachezaji walioko ndani ya benchi wanatimia kuwa timu moja. Unaelewa? Ukimlaumu Kamara kwa mfano, angalia goli la pili. Unamlaumu golikipa. La jana goli la pili unamlaumu golikipa. Inapigwa pasi, beki zote zinaruka mpira kwa makusudi zinamwacha mfungaji. Goli la pili unazungumzia goli ambalo limefungwa na Clement Mzizi. Hebu jaribu kuliangalia. Imepigwa pasi, beki zote wameruka mpira, wamemwacha mtu kwenda kufunga ndio kuona golikipa. Unamlaumu Kamara kwa kipi hapa? Hii ni mipango ambayo inatengenezwa nje ya uwanja kwa sababu ya kuibomoa klabu ya Simba. Na hiyo watafanikiwa Yanga. Yaani kwamba lakini hakuna golikipa bora sasa hivi tukitaka kuchagua katika Tanzania nani? Kwa sasa clean sheet anaongoza Kamara. Kwa hiyo ni golikipa bora sio bora? Golikipa bora. Sasa unaposema kwamba Kamara ameleta makosa namna gani? Hawa nyinyi wenyewe waandishi wa habari ndio tayari sasa mnaanza kuchukua mafungu yenu kuja kutaka kujaribu klabu ya Simba. Lakini kuna wachezaji ambao watakuwa klabu ya Simba. Ndio. Kwa sababu unauliza haya kuhusu Kamara wakati unajua ndio golikipa bora kwa ligi hii. Unampa dosari ya nini? Lakini mpira ni mchezo wa wazi na mashabiki wote wanashuhudia kinachoendelea pale. Kuna magolikipa wangapi katika timu 36? Katika timu 30 tuliokuwa nazo hizi. 16. Magolikipa wangapi tunao? Timu 16 magolikipa wangapi tunao? Zaidi ya 30. Anayekwenda sasa kwenda kuwa na grade A kati ya magolikipa wote sio 16 mara 2, sio wili. Yeah. Wako magolikipa wangapi? 34. Kwa nini awe Kamara mpaka sasa hivi? Alafu mnasema ni mbovu. Jibuni sasa. Bwana mjibu kwamba magolikipa 36 Kamara anakwenda kuwa golikipa bora. Nyinyi mnasemaje kwamba Kamara ni mbovu? Basi mimi kwa heshima yako naomba dhamana. Bana, mashabiki mmetuzunguka hapa ni wengi sana na sisi tunaomba sauti yenu moja tu kwa mzee Masatu. Bana, Kamara ni bora sio bora jamani? Sio bora. Waambie bora nani? Mpira na namba. Bahati nzuri mpira na namba. Bora nani? Magolikipa 36. Haya Kamara mwekeni pembeni, tafuteni mwingine. Nani mwingine? Anakilishi ngapi? Mzee Masatu, Mzee Masatu, kabla hatujahama kwako, mimi naomba tumalize kwa chochote ambacho jana umelala baada ya kupoteza. Ukasema kesho nikiamka asubuhi nikipata nafasi ya kuzungumza, sauti yangu iende kwa wanasimba. Wewe ulipanga kusema nini ambacho ndo cha muhimu zaidi na hata ukinyanyuka hapa? Kwanza moja, mimi sikutaka kuongea siku ya leo kwa sababu sikutaka kuongea. Nimewaheshimu ndugu zangu, mmekuja, tumejaribu kupeana mawili matatu. Mimi sina cha kuidai timu, ila kuna maboresho ambayo yanatakiwa yafanyike ndani ya klabu ya Simba. Maboresho yanatakiwa yawepo ndani ya klabu ya Simba. Tutakwenda kwa mashindano makubwa. Sasa hivi watu wanatafuta kwenda kucheza kombe la dunia la vilabu. Unanielewa? Ni lazima utengeneze timu iliyo bora zaidi. Unaweza kupata nafasi hiyo. Simba yuko nafasi ya 5 katika kwa ubora barani Afrika. Simba tumekwenda kucheza finali. Unajua nyinyi waandishi wa habari nyinyi wakati mwingine mnatukosea sana. Mimi Simba siwadai na benchi la ufundi kwa sababu gani? Wachezaji wamefanya kitu kikubwa sana ndani ya ligi, ndani ya msimu wa mwaka huu. Wamekwenda finali ya shirikisho, wamecheza, wamekwenda kuweka papacho ya kutafuta ubingwa wa NBC mwaka huu. Sasa cha kulaumu ile maboresho ya usajili lazima afanyike.
Mzee Masatu, asante sana. Tumwombe mchangiaji mwingine. Huyu hapa. Ngoja tu. Tunakwenda taratibu. Tunakwenda taratibu. Mpe kwanza huyu. Subiri mimi niongee. Sawa.